Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairu khalqihi nabiyina sayyidina Muhammad. Ndugu amiri wa jumuiya, ndugu viongozi wa jumuiya, walimu wakuu, walimu pamoja na viongozi wetu wa chama, mwenyeji wetu, mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa wa Chake Chake Kichama, ndugu naibu katibu mkuu, ndugu mjumbe wa bodi ya wadhamini ya chama chetu, nyote kwa pamoja, kina mama, kina baba, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwanza ni ungana na nyinyi kwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah akatuwafikisha tukakutana hapa hii leo. Tulikuwa na hamu ya kikao hichi ukitafuta sisi, lakini ilikuwa kwa jumuiya ya maimamu hapa Pemba. Bahati mbaya, lakini niseme bahati nzuri, Mwenyezi Mungu akasema tunawapeleka kwenye msingi hasa kwa yote haya, nayo ni kwa walimu wa madrasa. Tena na bahati, badala kutafuta sisi mkatutafuta nyinyi wenyewe. Kwa hakika hii ni baraka kubwa, na bila shaka Mwenyezi Mungu ni katika tuombe, ni katika mipango yake ya kutaka kutufanikishia, kutuondolea lile tatizo ambalo ni letu la muda mrefu. La pili, mimi ni washukuru kwa dhati kabisa, washukuru viongozi mliowaza jambo hili, lakini washukuru na nyinyi nyote kwa mahudhurio yenu. Najua leo Jumapili ni siku ya machumi, hayo machumi yetu, lakini ni siku muhimu kwa machumi yetu, na najua mmestahimili kidogo mpaka tumefika tukapata kuonana. Ninawashukuru sana, lakini nawashukuru zaidi kwa mliotangulia kuyaeleza na mkayaeleza. Najua yapo mengi, lakini muda hauruhusu uyasema yote, lakini naamini kwamba yaliyozungumzwa yanawasilisha kwa kiasi kikubwa, yanawakilisha kwa sehemu kubwa yale ambayo tunakabiliana nayo. Mimi nikiri na mimi kwamba, na hili ni washukuru tena, kwamba kweli na mimi mwenyewe leo nimekuja madrasa. Nikiri mbele yenu kwamba mengine niliyoyasikia hapa kwa kweli yamenifunua kichwa sana. Mimi nilipokuwa nayaangalia na niliyoyapata hapa yamenipa upeo mkubwa zaidi wa kuliangalia swala hili. Mimi nashukuru kwa hayo ambayo mmeyaeleza, na inshallah kama kuna ya ziada bado hakuna palipofungwa, tunaweza tukayapata, tukapata muda tukazungumza zaidi, mkatuandikia. Naamini naweza pia mkatuandikia yale ya ziada ambayo mnaona hamjayafikisha na mna haja kwamba yafike kwetu. Nimesikia kwenye risala hapa, na tumeyachukua yale na haya mengine ambayo yamezungumzwa. Kwa ujumla niseme kwanza, nikiri kwamba pengine niwaambie na nyinyi kwamba nimepata faraja, kwa sababu na mimi natoka kwenye mifupa ya madrasa. Sisi tokea babu yetu Mzee Sharifu, jina lake ni Maalim Sharifu, akaja babu yetu ambaye yani babu wa baba yetu alikuwa mwalimu wa madrasa kwa muda mrefu, lakini baba yake Mzee Athman bin Sharifu alikuwa mwalimu tena maarufu, na ndio walioupa umaarufu mji wetu, ukavuta watu wengine mbalimbali, akiwemo mzee aliyenilea mimi. Alitoka kwao huko Kilimanjaro, akaja kuja kutafuta elimu ya dini kwetu. Mtoto wake yeye mwenyewe akaselehekea, lakini mtoto wake ndio alikuja kunilea mimi, kwa sababu hakupata mtoto.
Ilibidi tu, na kwa sababu tena pale kwetu alichukuliwa kama ni sehemu ya familia, kwa hivyo akapewa ndugu zake ndio akawa nalea, na mmoja katika aliowalea wa mwisho nilikuwa ni mimi, mpaka alipofariki ndio nikarudi tena. Haya mimi sikubahatika uliendeleza hilo, lakini kwa sababu uliponapita kwenye korido ilikuwa haya ndio mengine huwa nasikia na nimeashika baadhi yake. Kwa hiyo nafahamu tukizungumza changamoto za madrasa, kwa sababu yeye mwenyewe miaka yote hiyo, lakini kaondoka mwenyewe kaacha alama ya wanafunzi dunia nzima aliwasomesha. Lakini huwezi kwenda pale nyumbani kwetu ukaona alama yake, kwa sababu hata ile nyumba aliyojenga ilikaa kama ikimsubiri. Tuna mwenye alipoondoka nayo ikaanguka. Maana ilikuwa nyumba ya miti na ilijengwa kizamani, nyumba ya udongo ya miti. Sasa hiyo ndio alama ya walimu wa madrasa. Maana miaka 58 aliyoishi, lakini hakuweza kuwa na kitu cha kuacha alama. Sisi hakutuachia baskeli, sikwambii pikipiki au gari. Alhamdulillah tu alinunua vishamba ndio vika. Nachotaka kusema ni kwamba haya ni kweli ndio maisha ya watu wanaoshughulikia, wanaoendeleza dini yetu. Ndugu walimu, mimi niseme kwamba tukubali kwanza kwamba sote ni wakosa, kwa sababu viongozi sote wa nchi hii wengi wao 99% na zaidi ni Waislamu, lakini kuyaona haya hatuyajaona kwa kiwango kinachostahili. Kuyashughulikia haya hatujashughulikia kwa kiwango kinachostahili. Tushukuru kwamba sasa tunakoelekea huku, wengine tumefunua macho tukayaona, tukasema tumepata fursa ya kuja kuyashughulikia. Mimi binafsi yangu niseme kwamba nimeguswa na mambo haya tokea nikiwa dhamana wa kamisheni ya wakfu, nikiwa katibu mkuu ofisi ya Rais wa Katiba na Utawala Bora aliyoiunda Rais Karume. Wakati ule ndio nilipata fursa ya kuyatazama haya na kuyatafakari, kwa sababu ni mambo yalikuwa chini ya dhamana yangu, na nikaunda kamati ya kuyatazama kwa ujumla mambo haya yanavyoendeshwa. Na wakati ule ndio tulikuwa kwenye harakati za kutenganisha rasmi kisharia baina ya wakfu na ofisi ya mufti, maana haya mambo yalikuwa yote yamechanganywa pamoja. Kwa hiyo moja ambalo nilifikiria nikasema tuna tatizo katika eneo hili. Ukitizama wakati ule kazi za kamisheni ya wakfu ambazo baadaye tulikuja kuzihamisha kwenye ofisi ya mufti, ukitizama usimamizi wake umekuwa si wa kutosha. Ni kama vile serikali tunaonea aibu kwamba hizi swala la madrasa na ya dini hasa kama kwa hayatuhusu sana. Na niseme kwamba hata ilipokuja ofisi ya mufti mwanzo ilianza kwa dhamira nzuri sana mwaka 92, kwamba jamani, tulikuwa Zanzibar watu wote wakisoma pahala pamoja, atakayesoma ukutani, atakayesoma Masjid Barza, atakayesoma wapi, walikuwa wanajulikana walimu wao. Lakini tulifika pahala ikawa kila mtu kasoma upande wake, aliyesoma Pakistani, aliyesoma Libya, aliyesoma wapi, halafu anakuja kukutana, kila mtu ana fatwa yake, kila mtu ana dhana yake, kila mtu ana siasa yake ya dini. Kwa hivyo tuweke chombo hawa watu, tupate pahala pa kuwakutanisha, tupate pahala pa kuwakutanisha, likitokea tatizo angalau wawe na ufahamu wa pamoja, tukubaliane jamani tuna mawazo tofauti, lakini mufti atuongoze, jamani tutumie hili, na iwe tumekubaliana. Kusema kweli huo ndio ulikuwa msingi wa kuanzishwa kwa ofisi ya mufti.
Lakini mimi niseme na hili tusilione aibu, kwa sababu ni letu, kwamba tumefika pahala bahati mbaya ofisi ya mufti sasa ikachukuliwa na serikali, ikawa tena si ofisi ya mufti, ikawa ni ofisi ya kuidhibiti hiyo dini yenyewe badala ya kusaidia kwenda mbele. Imefika pahala sasa imezidi hivi tunapozungumza. Nasema haya hatuyasemi kwa siasa, tunasema kwa sababu huu ni wajibu wetu. Kwa sababu hili ambalo likalisema hapa kwamba jamani, nchi bila ya raia wema hawezi kwenda, nchi bila ya kuwa na familia njema haiwezi kwenda. Ndio maana Mwenyezi Mungu akatukuza, akampa daraja yule anayeomba kuwa na ahali mwema na familia njema, kwa sababu mwisho yeye atakuwa imamu wa watu wema. Katika wale wapa daraja Mwenyezi Mungu kwa surati Al-Furqan anasema, walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lilmuttaqina imama. Maana yake nini? Ni kwamba ukiwa na namna hiyo utapata wana raia wewe mwenyewe, itakurahisishia, utakuwa kiongozi wa wema. Sasa ninachosema kwamba hili lazima tusilione aibu. Jambo letu likiharibiwa tuseme, shida yetu hatusemi. Tumefika pahala leo dini imechukuliwa, imekuwa ya serikali. Ndio maana shughuli za kidini Waislamu mnaalikwa, hamuialikinyie serikali. Au vipi jamani? Si mnaletwa mwaliko na ofisi ya mufti kuhudhuria sala Idi? Kuhudhuria baraza la Idi, si mnaletwa nyie na serikali na ofisi ya mufti? Sasa hivi sio sawa. Mimi niliwahi kumwakilisha Mheshimiwa Rais nadhani mwaka jana kwenye baraza la Idi, ilikuwa Idi Latha. Lakini niliporudi nikawaambia mbele ya wenzangu wote, nikawaambia ili tunalofanya sio sawa. Dini tumeiteka nyara serikali. Kwa sababu haiwezekani rais umekwenda pale, umealikwa na Waislamu, halafu unapokewa na saluti ya polisi. Si shughuli ya kiserikali. Waache Waislamu wenyewe wakupokee kwa heshima zao, kwa sherehe zao, kwa mila zao, kwa taratibu zao. Ukipokewa na gwaride la polisi, imekuwa ni shughuli ya kiserikali. Hii si shughuli ya kiserikali, au sivyo jamani? Naambia no, hii tuondoe, tuachie wenyewe wapange. Na hii shughuli kuchukuliwa na ofisi ya mufti sio sawa. Kwa hivyo leo tumefika pahala mpaka imamu anapanga ofisi ya mufti, khatibu msikitini anakuja kupanga kule Unguja, sijui kupembe, lakini kule Unguja utakwenda unaambiwa leo tumeletewa khatibu. Khatibu huyu alioletwa atayajuaje matatizo ya mtaa? Na Ijumaa mnakuja kuwaidhiwa mambo yaliyopo katika mji wenu, katika mitaa yenu, au sivyo, ili mpate kunyooka. Tumefahamu, hata tunafahamiana. Kwa hivyo ndio maana nasema tuna tatizo la msingi kabisa katika usimamizi, na kila huku tunakokwenda tunazidi kupotea zaidi. Na tukitaka kwa hivyo tukiyachukua haya, mimi naomba tusiyatazame tu kama ni matatizo ya walimu wa madrasa, kwa sababu mimi ikiwa nina tatizo nywele nataka kukata, nataka mthamini mie, sifundi saramala, atakuwa kinyozi, si ndo naitaka nipendezeshe? Au nikiwa na mlango kwangu mie, mtu atakuwa na fundi saramala, sasa ndo naitaka nitengenezee. Sasa na sisi ikiwa taifa, viongozi, tunataka tutengenekewe na kizazi chetu, na tunaamini watengenezaji ni nyinyi, tutawathamini nyinyi, au sivyo? Lakini ikiwa sisi hatujatengenea tukaona kwamba hili taifa linahitaji tuwe na watu wema, watu wa mwalimu wa madrasa, wewe nafasi yako itakuwa wapi? Sababu wewe si kinyozi wakati mimi nataka kukata nywele, au sio? Si saramala wakati mimi nataka mlango.
Kwa hiyo nadhani tuna tatizo hilo la msingi, na hili mimi naomba kidogo tukirudi nyuma tu kwenye historia ya nchi yetu, tutaona wapi tulipojikwaa. Sasa hivi tunazungumza zaidi tulipoanguka, lakini tulipojikwaa, Waingereza walipokuja hapa, watu tulikuwa tunaambiwa tulikuwa na utawala sultani, lakini sultani alikaa, baada ya utawala 1890 kachukua Mngereza. Lakini Mngereza alipokuja Zanzibar, toke hapo mwanzo alipokuja, utaratibu akaingia kinyemela kwa misingi ya urafiki 1839, akafanya mkataba na sultani wa urafiki na biashara. Aliisoma hii Zanzibar, akaona hii nchi ya waungwana wastaarabu kweli kweli. Na alipokuja kuishika rasmi 1890 kwa kuifanya mahamia, alichokifanya Mwingereza, aliimarisha zile taasisi ambazo zinaifanya Zanzibar iwe njema. Mshanifahamu? Aliimarisha dini, misingi ya dini, zile taasisi za kidini. Mwingereza ndio maana la mwanzo alilofanya akasema, jamani, mna mahakama hizi zinaendesha mambo yenu vizuri. Akamshauri sultani, wakaanzisha mahakama hizi za kazi rasmi 1897. Akaangalia akasema, nchi hii inaendeshwa na zaidi na charity. Waingereza wanapenda sana mambo ya charity sana, tena wao zinatambuliwa rasmi, zinapewa misamaha ya kodi. Akaona mfumo wetu sisi huwa wakfu, yani ni umekwenda mbele sana. Wenyewe wanasema ukisoma maandikiano yao wanasema mfumo very advanced na unavyosimamiwa Zanzibar, lakini kwa namna wanavyokwenda, kama hakuna chombo rasmi watauharibu. Na miongoni mwa kesi walizozipata zilitoka huu mji wa Chake Chake, jinsi kulikuwa na wakfu ulioanzishwa ulioifaa sana Chake Chake, lakini ukaanza kuharibiwa. Wakfu huo ndio ulikuwa asili ya kuwa na mji wa Chake Chake. Aliweka bwana mmoja akiitwa Nasir bin Khalid 1850. Akasema maskini yoyote aliyekuwa hana ardhi na mruhusu aje ajenge kwenye huu mji wa Chake Chake. Ndio ilipokuwa ardhi yake, lakini baadaye watu wakaichukua, ikiwemo serikali ikaanza kuchukua ardhi ya wakfu. Maparisi wakachukua hiyo sehemu. Sijui sehemu za Maparisi zilikuwa wapi hapa Chake Chake, lakini mjue kwamba hiyo sehemu za Maparisi ilikuwa katika hiyo shamba ya wakfu. Wakachukua watu wa serikali kuchimba kifusi, nao pia wakachukua. Kwa hivyo wakasema tuanzishe kamisheni ya wakfu. Ndio maana kamisheni ya wakfu Zanzibar imeanzishwa 1907. Umeshaona? Wakaanzisha na mengine kuzuia pombe na mengineyo. Lakini nalotaka kusema ni vipi, kwamba wao waliona mifumo hii itawasaidia. Kwa hivyo mimi kwa ujumla niseme, mimi fikra zangu, msimamo wangu tokea wakati huo 2002 nikashauri, bahati nzuri 2007 nikapewa kazi ya kuandika ile sheria sasa tunaotumia ya wakfu. Na kwenye ile sheria nikaweka kifungu cha 60 na 61 kwamba tuwe na mfuko wa zaka, kwa sababu wakati naandaa hili jambo nilipata fursa kuonana na baadhi ya nchi na baadhi ya watu, wakiwemo wenzetu wa Omani. Mwenzetu mmoja alikuwa ni naibu waziri wa sheria wa Omani, mtu hapa Zanzibar, na wakaonesha vipi mfuko wa zaka. Kwanza ni lazima, kwa sababu wengi leo tunaopaswa kulipa zaka hatulipi. Zaka inaendeshwa kinyemela. Kwa hivyo tuna tatizo hilo la kwanza. Hii ni haki ya Waislamu kwa Waislamu wenzao, kutoka kwa Waislamu wenzao. Ila ambaye anawajibika kulipa zaka, huyu ana haki ya watu kaishika. Sasa wewe serikali unapokuwa hukuisimamia na umejipa mamlaka ya kuisimamia, tunachofanya makosa. Na ndio maana mimi nilipoingia, jambo la mwanzo, mara ya kwanza kuonana na rais,
aliponiteua kwa makamu wa kwanza. Nikamwambia, mheshimiwa, hili tulisimamie, na mimi niko tayari nitakusaidia, hili nipe kazi ya kulisimamia. Melisukuma mpaka tukatafuta wataalamu na wakaleta ripoti yao, lakini bahati mbaya kwa sababu lisilokuwemo moyoni, lisilokuwemo kichwani, labda na moyoni alimo, mpaka leo haikuweza kuanzishwa. Ndio maana nasema kwamba hili ni jambo la muhimu, kwa sababu kwanza kuna hizi haki ni nyingi. Mara mwanzo tulipojaribu kuanzisha, kuna mfanya biashara mmoja, sitaki nimtaje, peke yake alitoa shilingi milioni 500 kuingiza kwenye mfuko, na mwingine akatoa milioni 100 kuingiza kwenye mfuko. Lakini waliokuwa wasimamizi wakati ule wakazipiga, wakapeleka majimboni, wakatoa wakapeleka wapi, hazikuja kwa walengwa. Sasa hawa tuliowatafuta kutupa msaada wakasema lazima kuwe chombo huru, na ukisoma ile sheria imeandika sasa itakuwa chombo huru, hakitokuwa chini ya serikali. Serikali itaki tupia macho tu, inaendeshwa ndivyo kazi ya kamisheni ya wakfu. Kwa hiyo na kule nje kuna baadhi ya nchi wasema sisi pesa huku ziko, kwa mfano Omani wana ule mfuko mkuu wa zaka, lakini kila rashidia sijui wana mifuko yao ya kama ya koo hizi za kutoa zaka. Nao wote hao ni watu ambao, lakini kuna baadhi ya nchi wanasema sisi tuna pesa nyingi kweli kweli, lakini hatuna maskini wa kuwapa, na humo tulimojaribu kuzipeleka zimeliwa. Kwa hivyo hebu anzisheni chombo rasmi sisi ambacho tutakuwa tukikisaidia. Kwa hivyo utakuwa na pesa za kutoka nje ya Waislamu wenzetu, kutoka nje, wengine hata kutoka bara, wengine kutoka sehemu nyingine ambao wao hawana mifuko kama hii. Huu mimi ninachoamini kwamba unatosha kuendesha mambo ya Waislamu, mambo yote. Mimi nina hakika kwamba huu tukiusimamia vizuri, kila mwalimu wa madrasa ambaye wenyewe tutakapokuwa na utaratibu huu mtakuwa ameidhinishwa kwamba huyu kweli mwalimu wa madrasa, basi ana uwezo wa kulipwa mshahara kama mfanyakazi wa serikali. Uwezekano huo upo, madrasa kuziendesha, na mambo mengine ya welfare ya Uislamu. Na jamani, si jambo kwamba ni jambo kubwa. Wajerumani wana mfumo kama huu, ya kodi ya kanisa, waliyetaka kujiandikisha wanakusanya, serikali ndio inakusanya, baadaye inazipeleka kuna kosi. Kwa hivyo tunachosema sisi kwamba haya ni kwa welfare kwa ujumla wake. Mimi niseme kwamba kubwa tunayo fursa hii, wala serikali haina haja kuumiza kichwa. Tutapata, kuna pesa za kutosha huko nje, kuna pesa za kutosha humu ndani. Sinachohitaji ni usimamizi. Kwa hivyo hili wala hatuna haja ya kusema kwamba labda la kujadiliana, kwa sababu ni kwamba ni pesa zipo, hatujenda tu. Tuna kisima kina maji ya kutosha, lakini hajatokea mtu akasema mimi naenda kuchota. Inshallah, ahadi yangu mimi, na nimeisema baadhi ya mahali, kwamba ndani ya hizi siku 100 ni kuhakikisha hichi kitu ambacho nimekuwa na hamu kitue nacho kwa miaka mingi, inshallah na kwenda kutimiza azma hiyo. Na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie iwe ni mkombozi wa haya ambayo tunakabiliana nayo, kwa sababu ndani ya muda mfupi ndio nakwambia, tulivyoanzisha ile mara ya mwanzo, mfanya biashara mmoja alitoa hizo, na leo ukimuuliza huyo anakwambia mimi niko tayari, kila mwaka niko tayari nitatoa bilioni 2 kwenye mfuko huu, na wengine kila mmoja milioni 100, milioni 200, milioni ngapi, mbali zinazotoka kwa watu wa kawaida. Kwa hivyo mimi nasema jamani, kwenye hili tuna rasilimali yetu, tena haki yetu, sio wala ya kutaradadi wala ya kuitafuta. Hii ni haki yetu Waislamu. Lakini la pili nalosema, tutabidi ili kunini huu mfumo wenyewe. Haya mengi, manake sitaki mimi nijibu swali moja moja, maana tulioeleza ni matatizo yetu. La pili, tatizo linalotukabili ni kwamba hii dini yenyewe Waislamu
haiko mikononi mwa Waislamu. Ahadi yangu mimi, na nimekuwa nikisema nikiwaambia wenzangu, tuirudishe dini ya Uislamu kwa Waislamu wenyewe, isiwe tena mfukoni mwa serikali. Kwa sababu tunaitia sasa hivi mfukoni mwa serikali kwa sababu tunataka kuitumia kwa malengo maslahi. Hawa watu tukishawatengenezea utaratibu mzuri, wana uwezo wa kukaa wakajadiliana wakatatua matatizo. Kama kinachoogopwa labda kwa maana tumetishwa huko nje, yule yani yeye adui anayetaka uharibikiwe, ndio ile hadithi ya simba na kondoo. Alokwenda wamefungiwa ndani, wametiliwa uzio, hapati kuingia, akawana yeye ndio kenda kawashawishi wafanye maandamano. Nyie bwana mnafungiwa namna hii, mnapata dhiki. Tazameni sisi, hii dunia yote yetu tunakwenda tunapotaka, nyie mmekuwa ndani. Na wenyewe wakafanya maandamano, wakafanya kishindo mpaka uzio wakauangusha, wakatoka. Walipotoka akaanza kuliwa mmoja mmoja. Sasa ndio na sisi tumeshaishiwa huko nje, sijui kitu gani, kutakuwa na radicalism, kutakuwa na watu wenye msimamo mkali. Serikali lazima zidhibiti watu hapo. Ndio tumefikishwa hapa. Tunasema msimamo mkali, wao hawana msimamo mkali. Maana msimamo mkali unafika unauliwa. Nani anayewatetea Waislamu leo wanaodai haki yao wanauliwa? Mambo lazima tufike pahala tusione aibu dini yetu. Hili ni wajibu wetu kama viongozi. Mimi naamini hili litawapa sauti. Tutajadili mambo yetu kwa uhuru, tutakuwa na vyombo huru vya kujadili mambo yetu tunataka yaendeshwe namna gani. Leo hamna dini mwenyewe mpaka unapangiwa imamu, manake tuna tatizo. Lakini la tatu ni hili la kwamba makuzi yetu kweli ya jamii yetu. Wakuta watu upiga mahala wakapiga kelele, tutapambana na udhalilishaji, kuna maripoti yanaandaliwa na nini. Jambo hili la udhalilishaji mimi nataka tuchukue kama ni mfano mdogo. Lakini udhalilishaji, mimi ilikuja hii kamati na usimamia udhalilishaji ile nini na serikali, wakanieleza kweli kuna mambo ya kutisha, ya kusikitisha sana. Lakini nikawauliza tumie mambo haya yataisha vipi ikiwa hiyo serikali yenyewe inautumia udhalilishaji kama ni silaha? Maana uchaguzi hapa 2020 kuna watu wakikueleza walivyodhalilishwa na vyombo vya serikali na watu wa kiserikali waliolipwa na serikali, huwezi kuyasikiliza. Huwezi kuimagine kama kweli hili linaweza kutokea Unguja, linaweza likatokea Pemba, linaweza kutokea katika nchi yetu ya Waislamu. Tunafanya hivyo watoto wadogo, vijana waliofungiwa wakafundishwa chuki. Anaweza kufanya mambo makubwa, huyu analipwa na serikali, na serikali inapoambiwa haimchukulii hatua yote. Sasa ikiwa serikali inafika pahala ina sponsor udhalilishaji, utakusha vipi? Sababu nini? Ni haya mlioyasema kwamba haya makuzi yetu tunafika pahala sisi tunatokana huko aliokuwa hakutoka ujini, katoka wapi katoka. Lakini ni sisi kama makuzi yalikuwa maovu machafu, na viongozi mtapata waovu waliokuwa hili hawajali. Leo uchaguzi tu huu tunaona utamkuta mtu kenda kababikiwa kesi. Kuna uchaguzi huu unamkuta mtu kajimwa haki yake na ambaye leo hajulikani, anakuambia hivyo pengine mkweo, lakini sababu ana usheha tu anakuambia leo hakujui. Mwanao pia humjui, mjukuu wako humjui, babake nani. Tulipofika ni Waislamu. Shida yetu ni nini? Makuzi. Ndio maana mimi fikira yangu ni kwamba lazima turudishe suala la makuzi ili tuyatoe kule idara ya wanawake na watoto. Kule wanazungumza ya kidunia, kule wanazungumza ya kimataifa, kule wanazungumza kanuni ambazo sisi hazitufai. Suala la makuzi ya watoto liwe chini ya Wizara ya Elimu, ili na madrasa nazo ziweko chini ya Wizara ya Elimu rasmi.
Ndio mimi naamini litakalo kwamba huyu anayesomesha ndio na ulezi wa watoto anakuwaje. Anamkuza mtoto yuko jumba ya 6, mtoto wenyewe yuko hapa, maana mtoto muda wote yuko kwa walimu. Na hapa ndio tutakapoleta uwiano wa kwamba Wizara ya Elimu na madrasa watakuwa kitu kimoja, wataelewana, jamani lipi baya, kwa sababu lote litakuwa ni ya kwao. Lakini ukisema kwamba swala la madrasa liko kwa ofisi ya mufti, madrasa tunaitazama sisi kwamba inafundisha tu Qurani, lakini madrasa inafundisha zaidi ya hasa kwa ulimwengu wetu wa sasa. Kuna mambo mengine ambayo si ya moja kwa moja kwenye Qurani, inabidi hizi madrasa zenyewe tuzifanyie mageuzi, tuwe na mtaala ambao utakuwa mpana zaidi kwa ajili ya makuzi ya watoto kwa mujibu wa mafundisho ya dini yetu. Lakini wanahitaji zaidi ya hapo. Leo tuna uchumi wa Kiislamu ambao dunia umeanza kukubali, lakini sisi mtu mpaka anamaliza chuo kikuu hata haujui. Lakini lazima tuanze kusomesha kwenye madrasa zetu yale maisha ya Kiislamu, mwenendo wa Kiislamu, makuzi ya Kiislamu, na lazima tuyaintegrate katika mfumo wa makuzi ya watoto wetu, mfumo wetu pia wa elimu, ili uendane pamoja. Ndio tutakapokuwa na taifa ambalo kwa hivyo mimi naomba haya ya jumla tuende nayo, tuyatazame kwa upana wake. Na sisi inshallah tutakapoanza kuifanya kazi hii, tutakapotengeneza ile government policy document ya kwenda na haya, tutarudi inshallah kuja kushauriana tena kwamba kuna mambo ya ziada, mambo yepi. Tutakapopata drafti tutarudi kwenu tupate maoni yenu. Hayo niseme mimi ni ya jumla, huo ndio mtazamo wetu, ndio mtazamo wangu. Haya ya tuliosema ya uchakavu wa madrasa, ya kusaidiwa hasa kwenye ofisi kwa ajili ya jumuiya, mimi naomba ndugu zangu niseme kwamba ni kweli kwamba tuna ndugu zetu wengi wako nje ambao wanaweza kutusaidia tukiwafikishia mambo haya, lakini yanakuwa ni ya kuomba. Yapo yanayofanikiwa, yapo, lakini wapo tena wengine wa hapa Chake Chake Mwenyezi Mungu kawapa wasaa mkubwa, na mimi nishafika mpaka kuomba wajenge hospitali hata japo ya binafsi. Wakasema sisi tuko tayari, tutajenga jengo la hospitali, tutawatafutia na vifaa vyote, mtafute madaktari ndugu zetu huko waje waendeshe jengo letu, sisi itakuwa kama ni wakfu tumewapa kwa ajili ya huduma hizi za afya. Kwa hivyo mimi naamini haya mengine yanawezekana. Inshallah mimi nachukua ili tuyafanyie kazi. Whether nipo kwenye serikali, niko nje ya serikali, niko nje ya serikali, tunakuwa na nafasi kubwa zaidi pia ya kuwasiliana na wenzetu. Tukiwa kwenye serikali tutafanya yale mambo makubwa ambayo ni ya kuleta mageuzi hasa makubwa juu ya mwenendo wetu wa nchi tunavyoiendesha kulingana na dini yetu na mambo yanavyotakiwa kwende. Lakini hata nje ya hapo, kwa sababu unapokwenda kwenye uchaguzi usiseme tu kwamba ndio unavyoomba au sivyo, lakini Mwenyezi Mungu ana kadara zake, anajua lipi litakuwa. Lakini ahadi yangu ni hiyo kwamba tukifanikiwa inshallah, lakini naamini inshallah dalili na hasa mlipopata baraka zenu leo mkasema kura zenu mtanipa, sioni sababu tena ya kuibaki. Itakachotutenganisha ni kadara ya Mwenyezi Mungu. Inshallah Mwenyezi Mungu atatufanikisha katika hayo. Niseme haya makubwa nimeyachukua, na msimamo mwelekeo wetu sisi wa kuyafanya hayo ni hayo kama nilivyoeleza. Na inshallah kasema Mwalimu Juma pale kwamba tulitazame hili swala la Qurani, na ni kweli, kwa sababu hata mtume wetu atachokwenda kutushtaki ni kwamba tumeiacha Qurani, tumeifanya mahjura, au sio? Ndio maana ya msingi wa kuharibikiwa. Kwa hivyo mimi nalifahamu
na inshallah tunalichukua na tutaliingiza katika kwa namna ile ambayo itaendana na utaratibu wetu wa kuendesha serikali. Mimi naomba niwashukuru sana. Sina hakika kama nimejibu maswali mlivyotegemea, lakini nilisema kutokana na muda basi niyaeleze hayo kwa ujumla wake. Nawashukuru sana, asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.